Sikiliza mdogo wangu, mimi shida yangu ni kusaidie. Ndio shida yangu. Ukisema uondoke huyo, anakutafuna hapo hapo. Umeona kichwa alivyokuelekezea hicho? Hicho kichwa amekuelekezea kwenye mguu wako. Ni kwa sababu tu, haya sema ukweli wako. Hizo ndizo umezipata wapi? Nisamee, nimezipata hapo hivyo. Yaani umezipata hapo shamba la nani? Nimezichukua tu kwa sababu sisi njaa tu, yani njaa kwa sababu mimi naishi na mdogo wangu alafu sina kitu. Sasa ndio uje kuiba kwenye mashamba ya watu. Yaani uje kuiba. Sasa angekugonga huyo, angekuluma. Yaani huyo ndo amekukamata ili wewe usiondoke. Yaani ukitingishika ujue umelika. Na mimi nakurekodi hii video ili niende niwapelekee serikali wasiseme kwamba labda nimekuonea. Huyo yeye ataondoka na shughuli zake. Lakini sasa je, ndio angekuja mtu mwingine? Mimi kwa sababu ndo mwenye shamba naweza kumtoa huyo, umeona anaondoka huyo, hana shida. Je, ndio kama angekuwa mtu mwingine? Singekuua mdogo wangu? Ndio, lakini sitorudia tena, nisamee. Yaani kwa nini wewe watalishe maisha yako kwa eti kwa sababu ya ndizi hizo? Ndizi hizo ndio utalishe maisha yako kuingia mashamba watu kuiba. Sasa mdogo wangu mimi nakuachia kwa sababu yule jamaa usimwona anakuachia. Anaondoka. Lakini usije ukarudia. Tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo. Tulia hivyo hivyo, muache aondoke. Usije ukarudia tena. Ukija ukirudia kitakachokukuta. Tulia hivyo hivyo, ukihangaika atakuula wewe, atageuka watarudi. Tulia hivyo hivyo. Usije ukaingia tena mashamba ya watu. Mashamba ya watu wengine ya watu hawaingii. Acha kelele sasa. Mwache aondoke. Mwenye anaje atakufungua ataondoka. Shusha huo mzigo hapo chini. Uondoke zako.